Kwa sahihi profesa. Naona mahojiano inaitwa na Profesa Mchungu. Epuka sana kutumia lugha za kigeni ukiwa naye hapa. Profesa, karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana, na sio mara ya kwanza hapa, ni nyumbani tayari, tunazungumza mara kwa mara. Na leo tunatazama walau siku hii ambayo tunakumbuka kuondoka kwa hayati Karume. Yako mengi kweli ya kujadili, na wako mengi ya kujifunza pia kwake. Wewe ni mdau mtaalamu pia wa Kiswahili, mgoda wa Kiswahili, kwa hiyo na mambo mengi pia kutukumbusha kuhusu Karume na mchango wake kwenye eneo hilo, lakini pia historia, pia mitazamo yake, maono yake kisiasa, alikuwa kiongozi wa aina gani. Tulizungumza kwenye lenzi walau kwa uchache, lakini naamini wewe profesa pia na mambo mengine mengi ya kutujuza. Tuanzie hapa kwenye Kiswahili. Wakati tunazungumza mwanzo hapa, kabla hujafika, Abel alituambia katika mambo ya elimu Karume akusoma sana, kwa kwenye elimu hizo unazofikiria wewe sana, lakini baadaye alijiendeleza kwa mambo mengine kama ubaharia na nini. Tuanze kwenye mchango wake kwenye lugha ya Kiswahili. Nyie na historia hii ya Kiswahili Tanzania pamoja na kule Zanzibar, anakumbukwa kwa lipi kwake? Naam, yako mengi sana ambayo hayati Sheikh Abeid Amani Karume alifanya kuhusu Kiswahili. Kwanza, jambo la kwanza ni kutangaza iwe lugha ya taifa. Unajua, baada ya mapinduzi na kama zilivyokuwa serikali nyingine za Afrika baada ya kuondoka mkoloni, ilikuwa ni jitihada kubwa sana ya kuleta watu pamoja. Na leo tunaweza tukaona labda ni kitu ambacho kipo tu, kijitokeza tu, bila kujua kwamba kuna watu walifanya kazi kubwa sana kuwaunganisha watu pamoja. Sasa mojawapo ya jitihada aliyotumia hayati Karume ni kusisitiza umuhimu wa Kiswahili. Kwamba ni muhimu sana Kiswahili kitumike katika nyanja zote. Na alifanya, kwa mfano, katika elimu alisema itakuwa ni lugha ya kufundishia katika shule ya msingi. Na mbali na elimu kufundisha. Kwa hiyo leo tunapojivuna au tunapoonea husuda wa Zanzibar kuwa na Kiswahili kizuri, hiyo mizizi ilipandwa wakati wa Karume. Duniani leo Zanzibar inajulikana pamoja na mambo mengine ya kitalii, lakini mojawapo ni utalii wa lugha. Na ndio maana watu wengi wanatoka nchi mbalimbali, wanafunzi, watalii na kadhalika, kwenda Zanzibar kujifunza lugha ya Kiswahili, au angalau kusikia lafudhi ya Wazanzibari wakizungumza Kiswahili. Hata mtu anakaa ndani ya Waswahili katika familia zao, anasikia na kuzungumza. Hayo yote yalijengwa wakati wa Karume. Ni kama ambavyo Tanganyika Mwalimu alifanya. Lakini bila kuunganisha na Tanganyika, ukienda katika nchi nyingine utaona lugha iliyosisitizwa ilikuwa ni lugha mkoloni. Wale waliotawaliwa na Mfaransa waliingia kwenye Kifaransa. Wale waliotawaliwa na Mwingereza waliingia kwenye Kiingereza na kadhalika, na Wareno na hivi. Lakini yeye alisisitiza, na kuna hotuba zake mbalimbali ambazo alikuwa anasisitiza kuhusu umuhimu wa kutumia Kiswahili. Lakini mbali na hiyo, kuna swala la mikataba na sheria. Alisisitiza kabisa kwamba kama mtakumbuka hotuba yake moja, anasema hapana, Kiswahili, hataki Kiswahili. Tunataka watu wanaokwenda kujadili kuhusu mikataba na kuweka saini wao wanafahamu kitu ambacho wanajadili, wanafahamu na ili wafahamu vizuri kwamba hawana wasiwasi nacho, lazima itumike Kiswahili. Kwa hiyo zile ile mbegu ya kusema kutafsiri sheria kwa Kiswahili au mikataba kwa Kiswahili hasa pia ilitoka kwa Karume. Na unajua jinsi ambavyo sasa hivi tuna Tanzania nzima kwa ujumla wake kuna huo mwendo wa kutafsiri sheria katika Kiswahili kusudi mtu apate haki yake. Na watu wanaweza kudhani kwamba kutafsiri sheria basi tutafsiri, lakini inakwenda chini zaidi mpaka kwenye haki ya mtu. Maana usipoelewa kinachozungumzwa na ukapata hukumu, wewe hata kama umeulizwa umezungumza Kiswahili, lakini anayekuhukumu anaongea Kiingereza na hivyo, unaona kama haki yako haijapatikana hivi. Kwa hivyo mtu akisema anataka lugha ya Kiswahili katika sheria, maana yake kwamba pia anataka wananchi wake wapate haki. Kwa hiyo kulikuwa una sera ya elimu ambayo pia ilisisitiza kwamba
lugha ifundishwe kama nilivyosema kwa Kiswahili, na watu wawe huru kujisikia huru na kuwa wazalendo kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. Mambo mengine yote ambayo tutajadili msingi wake mkubwa ni lugha ya Kiswahili, kwa sababu katika uongozi bora, katika mambo ya jamii yote yaliwezeshwa, hotuba zake za kisiasa, mikutano ya hadhara, yote hiyo iliwezeshwa kwa sababu ya lugha ya Kiswahili. Sawa, tuje kwenye maendeleo. Baada ya mapinduzi watu wakawa mtazama yeye sasa kama mtu ambaye kinara na kwenda kuwapa sera, fikra zake, maono yake kuhusu Zanzibar anayoitaka. Alikuwa naamini nini hasa baada ya mapinduzi? Alikuwa akitaka kuona Zanzibar aina gani? Naam, kama nilivyosema, Zanzibar yenye umoja. Zanzibari kuna Waafrika, Zanzibari kuna Waafrika maana kwa Shirazi hivi, lakini pia kuna Waarabu, kuna Wahindi. Ni kama pia ilivyokuwa katika nchi nyingine ambako baadaye tunaona kuna mgawanyiko mkubwa. Na kwa hivyo jambo la kwanza aliyofanya ni kuunganisha hizo tofauti zote za makabila, za lugha na hivi kwa kitu kimoja. Kwa hiyo alikuwa na maono kwamba tungelipenda kuwa na nchi moja. Yeye alikuwa mjamaa. Na ndio maana alipatana na Mwalimu Nyerere. Lakini katika ujamaa ule pia aliangalia wakati huo ndio kuna mvuvumko wa umajumuiya ya Kiafrika, yani Pan-Africanism. Na yeye kama mwalimu alikuwa anaamini kwamba tutaweza kuunganisha sehemu ndogo ndogo, makundi madogo, jamii kadhaa ili kutengeneza jamii pana zaidi. Na ndoto zake za kuwa na muungano zilikuwa pia katika azma yake ya kuwa na umajumuiya ya Kiafrika. Kwa hivyo alipenda wananchi wake wawe wamoja, jambo la kwanza. Lakini pia tukumbuke kwamba alisisitiza sana swala la afya. Afya, mambo matatu kwa kweli muhimu: afya, elimu na makazi. Katika elimu shule nyingi zifunguliwa, wenyewe wanaita skuli nyingi tu. Na mbali na hiyo, jambo muhimu katika elimu, serikali iligharamia masomo ya shule za msingi, masomo ya elimu, kwa maana kwamba mtu unadhana kusema anasoma bure, lakini si bure, ni kwamba serikali ndio inaolipia hizo gharama zote. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya mapinduzi elimu ilikuwa inatolewa kwa vipande, kwa makabila, kwa upendeleo. Na wale wengi ambao ndio wenye nchi hawakupata fursa ya kuwa na elimu bora. Kwa hiyo kitu cha kwanza kilichokuwa kinamuumiza ni kuona wananchi wake hawajui kusoma na kuandika. Kama ilivyo kwa Tanganyika, ni lazima kufanya jitihada ya kufanya wananchi wajue kusoma na kuandika. Hii elimu dunia, acha mambo ya elimu ya ahera. Na hiyo ilikuwa ni muhimu na ilisisitizwa, na aliendelea nayo mpaka wakati wa mauti wake. Na leo tunajua kwamba Zanzibar inaongoza katika baadhi ya maeneo kama tulivyokuona baadaye. Hiyo ilikuwa ni swala la elimu. Afya, kwamba wananchi kama ilivyokuwa katika nchi nyingi mara baada ya uhuru, afya ilikuwa ni jambo, ni kipaumbele. Kwamba tunakabiliwa, kama utakumbuka walisema tunakabiliwa na maadui ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Fadhali mnakumbuka. Kwa hiyo swala maradhi, swala la mtu kuwa na afya ilikuwa pia ni kipaumbele chake. Kwa hiyo unaona hospitali nyingi zinajengwa wakati baada ya mapinduzi ili kuweza kuwapatia wananchi wa Zanzibar afya bora. Sawa. Haya, bado tupo na Profesa Aldin Mutembe tukiendelea kuzungumzana. Nikukumbusha kuhusiana na Azam TV. Huu ni mwezi wa 4 ambao umebeba burudani kali na ya moto ya soka ndani ya Azam TV, kiwashe ndani ya visimbuzi vyote, bila kusahau Azam TV Max ambao burudani ipo kinganjani mwako. Kumbuka CAF Championship, mechi za mtoano zinaendelea Aprili 2025 hii, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 michezo hiyo inapigwa hapo, mzunguko wa kwanza na wa pili. Lakini pia CAF Confederation Cup, mechi za mtoano tarehe 2 imeanza na mpaka tarehe 9 Aprili 2025, mzunguko wa kwanza na wa pili pia. Lakini NBC Premier League pia inaendelea Aprili 10 2025, kuna mchezo wa Azam FC dhidi ya Yanga. Lakini pia kuna michuano ya Veterans League ambapo hii ni michuano ambayo inaendelea, ambapo tarehe 13 Aprili 2025 Simba na Kibada, tarehe 14 ni Yanga na Buruguni,
tarehe 15 ni Ilala dhidi ya Azam, na CRDB Federation Cup robo finali pia inaendelea tarehe 11 mpaka tarehe 13 Aprili 2025. Kuna big match za kimataifa zinaendelea. Tarehe 12 Aprili kuna mchezo wa Bayern Munich dhidi ya Borussia Dortmund kwenye Bundesliga, lakini pia Aprili 13 kuna mchezo wa Lazio dhidi ya AS Roma Serie A kule unaendelea. Moto wa burudani ya uzimiki, lipia mapema usikose burudani pendwa kutoka Azam TV. Furahia soka mubashara kupitia visimbuzi vyetu vya Azam TV Max kwa burudani kiganjani mwako, wanakuambia kiwashe. Kwa msaada zaidi ipo namba ya WhatsApp ya kisimbuzi. Kuwapata huduma ya kisimbuzi ni 0677996611, lakini pia WhatsApp ya Azam TV Max ni 0677996644. Unaweza pia kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kote huko Facebook, Instagram, X pamoja na Twitter kwa jina la Azam TV. Tukirudi bado tupo na Profesa Aldin Mutembe tukiangazia Karume Day leo tarehe 7 mwezi wa 4 2025. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. The feeling of good music. In the arena, we know lie low. Good sense in me, there is all I grow. Rastafari now, Rastafari now. East Africa Radio, all hits. Aprili ya Azam TV inakujia kwa kishindo. NBC Premier League ya moto. Derby ya Dar es Salaam inapigwa April 10. Azam dhidi ya Yanga ndani ya Azam Complex. Michezo mingine mikali inaanzia April. Tabora United dhidi ya Yanga. April 6 Azam FC itakuwa Singida dhidi ya Black Stars. Baada ya hapo sasa ni bumper to bumper, wewe na remote yako. Kombe la Muungano kinapigwa huko Zanzibar kuanzia Aprili 21 mpaka Aprili 27. Fainali za ligi ya mabingwa na shirikisho Afrika ni April mosi mpaka April 9. Je, mnyama atatoboa nusu fainali dhidi ya Al Masry? Na kule kwenye ligi ya mabingwa nani ataiona nusu fainali? Majibu yote haya ndani ya Azam Sports kwa picha angavu kiwashe kwa kulipia kisimbuzi chako mapema. 99.6 East Africa Radio Dodoma. East Africa Radio. Together tunawakilisha. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio, all hits. The feeling of good music. Hi baby, nimejimaliza baby, East Africa Radio, all hits. 96.8 East Africa Radio Musoma. Together tunawakilisha. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na viropolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pila Arsenal Wenger aka Gamondi pila Argentina, umeliona kaka? Tambo na viweka, hapa ndipo mahala pake. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikula vijana. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Mimi sitishiki kwa aina yoyote. Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau chambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa na kwa goli afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini, yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra, sisi ndio wenye timu. Baada ya kulipa bill
Kifuatacho. The Interview. Haya bwana, dakika 49 baada ya saa 1 kamili za asubuhi. Sisi bado tupo hapa tukiendelea kuzungumza mengi kweli kweli, na tunaye Profesa Aldin Mutembe, mgoda wa Kiswahili, tukiendelea kuchakata maneno kuhusiana na wala historia kwa uchache ya hiki ambayo tunaadhimisha leo, siku ambayo Karume aliondoka duniani. Tunazungumza mambo aliyofanya baada ya mapinduzi pale, nini ambacho kilitokea kwa wananchi wa Zanzibar. Miongoni mwa mambo ambayo Profesa mambo ambayo Karume alishiriki ni muungano. Yako mengi kweli kweli ya kujadili hapo, lakini tutazame matarajio yake kwenye alichokisimamia yalitimia kwenye muungano. Naam, kama nilivyosema pale mwanzoni, yeye alikuwa ni muumini wa Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika maana yake kwamba kuna siku wa Afrika wote kwa pamoja watakuwa kitu kimoja, kwa sauti moja, watasogea kwa pamoja. Watakuwa na muundo ambao wote wanakubaliana. Na palikuwa pana mikabala miwili. Mmoja unasema tutakuwa na Afrika moja kwa mara moja, na mwingine unasema tutakuwa na makundi ambayo yatakuwa yanaunganika, na kutoka katika makundi yaliyounganika kutakuwa na kundi moja ambalo ni Afrika. Huo ndio ulikuwa ndio kwa mkondo wa au mkabala wa Mwalimu Nyerere, pia mkabala wa Karume. Na kwa hiyo kwa kuanza kwake kwa kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar mwaka wa 64, kuungana kwenyewe ni kwa kisiasa na kiuchumi, kulimaanisha pia kufanya muungano mwingine mkubwa zaidi. Kwa hiyo naangalia ule muungano kama hatua ya mwanzo ya kuwa na makundi yaliyoungana kuelekea katika Jumuiya ya Kiafrika. Kwamba alifanikiwa, ndio alifanikiwa. Ni bahati mbaya sana kwamba uhai wake ulikatishwa kabla hajaona matunda mengi ambayo tunaona leo. Lakini kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar mpaka leo ni muungano wa kipekee duniani. Nchi kadhaa zilijaribu kuungana, hazikufanikiwa, zikaungana kwa muda mfupi, hazikufanikiwa kuendelea. Sisi Tanganyika na Zanzibar, maana Tanzania, muungano wetu unadumu mpaka leo. Kwa hiyo moja wapo ya kitu ambacho tunamuenzi pia Karume ni kufanikiwa au kuwapo kwa muungano mpaka leo. Wakati wa uongozi wake, walau tuweze kufahamu kwa uchache, demokrasia alikuwa akitafsiri vipi? Alikuwa akionaje siasa za Zanzibar baada wakati yeye akiongoza? Unajua yeye aliingia kwa mapinduzi. Na unapoingia kwa mapinduzi maana yake ilikuwa kuna mambo ambayo hamjadilika nayo. Na mimi nadhani kwamba kipindi kile mpaka mauti unamfika alikuwa katika kujenga Zanzibar. Kwa kweli kutoka 64 mpaka 72 si miaka mingi ya kuangalia kutokea huko ambako kulikuwa unashagala mpaka kuunda kitu. Kwa hiyo najua kwamba mahali kwingine wanamwangalia kama mtu aliyetumia utawala kiimla, lakini nadhani wakati wake ilitakiwa kuwa hivyo. Ni lazima uingize jambo kwenye tanuru ili litoke likiwa bora zaidi. Kwa hiyo ninadhani kwamba hayati Karume alifanikiwa kuongoza wananchi wake ili waione demokrasia kwa muundo anaoona yeye. Yeye alikuwa ni mjamaa kama nilivyosema pale mwanzoni. Na mjamaa yote yule anaamini katika usawa. Kwa hiyo ukiangalia undani wa hayati Karume alikuwa anaamini katika usawa. Na ndio maana toa elimu ya bure, toa afya na kadhalika. Kwa hiyo hata katika uongozi kwa kweli alitaka watu wawe ni waumini wa ujamaa. Maana yake kwamba waangalie watu kwa njia ya usawa, kusiwe na uonevu. Jinsi ambavyo amepambana dhidi ya uonevu uliopita katika serikali iliyopita, alitarajia na kuangalia serikali yake isiendeleze uonevu wa aina hiyo. Na kwa njia fulani alifanikiwa. Kwa hivyo naweza kusema kwamba alikuwa, kwa sababu ni muumini wa ujamaa, na ujamaa msingi wake mkubwa ni usawa na haki, alifanikiwa sana kwa kuwafanya wananchi wake wafurahie usawa na haki aliyoitetea.
na kuihubiri kwa kweli. Viongozi ambao kwa kipindi hiki ndo wanatuongoza hususan vijana wana jambo la kurudi nyuma na kuanza kutazama nyendo zake, bana nataka tupite kama alivyofanya hiki, tupite kama alivyofanya hiki. Tuna jambo la kujifunza kutokea kwake kama vijana ambao wengi wapo kwenye uongozi wakati huu. Yako mambo mengi sana ambayo mzee wetu alifanya. Mengi tu. Mengi kwa hakika. Nikianzia kwanza moyo wa uzalendo. Vijana wasione vyaelea vimeundwa. Ukiona vyombo vinaelea baharini, majini hivi, unadhani labda ilikuwa hivyo ndio mnakwenda pale mnaselelea na kuondoka. Pana. Vimeundwa. Na yeye alikuwa mmoja wapo wa waunzi. Ni kweli alikuwa baharia. Alikuwa anatumia vyombo vya baharini. Lakini moja wapo ya mambo aliyofanya ambao hatuna budi kujifunza kwanza kabisa ni uzalendo. Kupenda nchi yako na kuthamini cha kwako. Na ndio maana msisitizo wake kwenye Kiswahili mimi na uthamini mpaka leo, mpaka kesho. Alithamini lugha yake. Aliona hapana njia nyingine ya kuendelea kutoka bila kuthamini cha kwako. Na alijenga Zanzibar mpaka leo ile heshima ilionao Zanzibar, heshima ya lugha ambayo sisi watu wa lugha ya Kiswahili tunaijua, imejengwa katika mizizi ambayo alipalilia Mzee Karume. Jambo jingine ambalo ni muhimu sana, yeye alikuwa ni mtu wa michezo. Alikuwa ni mtu wa michezo. Tunajua kwamba alikuwa mwana Yanga. Mwana Yanga ndio. Lakini pia mbali na kwamba alikuwa mwana Yanga, fedha zilitoka za kusaidia uwanja wa Simba. Naam, alitoa fedha kwa ajili ya Young Africans, kwa sababu ujue pia ilikuwa ni tawi la siasa la tano. Lakini pia Sunderland zilitoka fedha kwa Karume kwa ajili ya Sunderland. Na kwa hivyo nataka kusema nini? Michezo sio uhasama. Michezo ni urafiki. Alijua kwamba hizi timu pinzani, lakini sio ugomvi mkubwa. Na mali kwingine imeandikwa kabisa kwamba wakati fulani ilitoka timu ya Mwadui kwenda kucheza Zanzibar. Na alipokuwa akicheza walikuwa wanacheza mchezo wa rafu. Mchezo ndivyo sivyo. Na yeye alikuwa uwanjani kama rais. Hakufurahia mchezo. Kitu alichofanya ni kusimamisha mchezo. Kwamba bana mchezo huu umalizike, sababu watu wanafanya vurugu. Huu mchezo ni mchezo huu, sio vurugu. Unajenga urafiki, unajenga amani kama jina lake. Sasa hivyo jamaa wanataka kuvunja Wazanzibari wenzangu hapa pana. Kwa akawafurumusha, akaondosha wale Mwadui. Lakini watu wasiangalie kuondosha watu katika na kusimamisha mpira, lakini waangalie msingi wa hoja yake. Kwamba mpira bwana ni urafiki. Mnaweza mkawa mna upinzani hapa na pale. Ni kawaida katika Kwa hivyo alikuwa mtu wa michezo na watu wachukulie mchezo kama urafiki. Tumalizie na hili Profesa. Sijui ni uvivu wetu ama ni kweli kuna namna maisha yake hajafanyiwa tafiti za kutosha, ama ni sisi hatujawa watafutaji, lakini kwenye hilo pia kama kuna namna taarifa zake, baadhi ya taarifa zinapotoshwa. Ni kama watafiti mnatazama, mnaona kuna sehemu kuna gap hiyo. Ndio, maana unaposema gap unamaanisha kuna pengo. Kuna pengo. Upo na mbaya Kiswahili. Gap ni Kiingereza. Mimi nakusikiza vizuri sana. Sasa ni kweli kabisa kwamba, na hasa ni mojawapo ya kazi unaotakiwa kuifanya watu wa sayansi ya siasa. Na watafiti wengine, si lazima wao, lakini watafiti wengine waweza. Katika watu ambao, miongoni mwa watu viongozi ambao hawajatafutiwa na kuandikwa inavyostahili, tawasifu yao ni hayati Abeid Amani Karume. Hatuna budi kufanya utafiti. Na hivi baadhi ya watu bado wapo ambao walikuwa naye, walifanya kazi naye, familia yake, na hivi ni muhimu sana utafiti ufanyike na maisha yake yaandikwe. Yaandikwe, na utaangalia kwamba kwa mfano haijulikani hasa tarehe ngapi alizaliwa. Tunajua mwaka. Tunajua mwaka tu. Lakini 1905 ndio. Mpaka wakati ule ndio majimaji naanza. Mpaka 1907. Sasa tarehe ndio tungejua na kwa nini maisha yake ya ubaharia na kama hayo ni muhimu sana yaandikwe, ili yatufundishe
sisi na vizazi vijavyo, wazee wetu hawa ni kina nani, walifanya kazi gani. Hata kama kwa mfano tunaweza tukasema jamaa alikuwa hajasoma, lakini kusoma wakati ana matendo, tunaangalia je, tunaingia darasani ili kusoma nadharia au tunaingia darasani ili kuwa na